Welcome back to Profound Podcast episode 2. Karibuni sana bana watu wangu. Bana, in episode 2 jo. Imagine this is the second episode of Profound Podcast. I don't know who to introduce first. Sijui ni madem kwanza ama ni maboys kwanza. Ni ladies first. Ni ladies first. So ladies and gentlemen, and we are live and direct from Meru County. Bana ukicheki Coffee Machete bana unajua Mbogi mekam kuwakilisha Alafu hapa ni my homie anaitwa Doreen bana Obote. Semeni mazi. Kasauti hapo. Kasauti. Washo. Oye Makundo. Awesome. Washo. Hello. Semeni. Doreen. Beshte yangu saa kutoka Meru. Hao ni mahomi wangu. Tumegrow nao kutoka Meru, kutoka wakiwa watoi. And yes, tukasema Profound Podcast lazima ikawa Meru County. Meru County, we are live. Wale wanasemaga Meru ina wasanii leo ndio tumekaa kwa show. Leo today is the day. So sijui kamera yangu ni hii ama ni hii, lakini yote ile tutakuget tu, usijali. Feel free to me any camera. We are live. We are live. So Profound Podcast, this is Coffee Machete, one of the biggest Meru artists that we do have right now. Mangoma zake zina trend, amedu makolabo na wase wazito sana. Alafu huyu ni homie wangu anisaidia kupiga mapodcast. Hata yeye huduma vitu hebu. Watajua? Huduma vitu zipi? Si wajua. Na vitu gani? Vitu kubwa. So ladies and gentlemen, kabla tuanze na hii podcast yetu ya leo, tulikuwa na vitu fulani lazima tulikuwa tuongelee. First of all, let's talk about the pandemic. Pandemic. So pandemic manze, corona manze imetu affect mbaya sana manze. Juu imagine I would not ever think I will do a podcast in Meru County, but look at us. We are here. So what's your opinion about actually kwanza jintroduce kwanza wambia ni nani kwanza, unajua hata kabisa. You already know this, the one and only Coffee Machete, Karani Machete Momero Mobaite au sio? Yeah, so unajua. So basically pandemic manze imekazia vitu mob. Shows zilikuwa lined up, collabs and nini tuvuke huko maboda kidogo bana. But pandemic imekazia hii corona manze, hizi ma lockdown, lakini iko na the positive and the negative. Iko na vitu positive na negative. But I don't know, I feel like 2020 ilikuwa ni kama ile mwaka kila msee alikuwa na feel ndo anaelekea the right direction. It's a new century. Alafu ikakuwa si kila msee alikuwa zile living my best life. My best life. Alafu sasa imekaa kaka ile moja. I think ni kitu kaa yama. Ukiona vitu zinaenda poa, ujue kuna kitu mbaya. Vitu zikienda vizuri mambo sikuwa negative but even ninapanga mzuri. Coffee. So manze hii corona jo tuna hope itaisha ba turudi kupiga ma shows. Unajua shows zetu ni stadiums and stuff. For you to make money you need people. You need people, you know. People make people. Yeah, people make people and people make money. Exactly. Now Doreen, what do you think about the pandemic? Nimekonda. Watu wengi siku hizi ni kudishi tu wakiwa yani nimego through hiyo shit yote. Na feeling kama tusipotoka anytime soon manze watu watazaana. Watu watazaana. Anasema ni packaging tu zinaendelea. Alafu unafikiria ni how long corona itakuwa? Leo ni lini? Ni first May. Second May. Alafu second May. Second May ama first May? It's second May. Second May. Unafikiria ni lini corona inaweza isha?
extend hadi August. August. Juu, imagine kila mtu yesapone kwa hospitali and then waachiliwe. Kuna that one ama two mwenye symptoms zake hazikuwa zinaweza kushow. Tutoke tena, tukue in contact na wao tena. Tutarudia hii process all over again. So kama tunataka iishe ni kila mtu apone kwa kosi and then watupatie like a month hivi or two. 14 days plus ndo tukue sure hakuna watu wenye tuko huko nje wako na ugonjwa. Si tutaenda dunda ama quarantine. So thank you so much guys. If you are new here, make sure you go down below, subscribe to the channel. This is Profound Podcast and we are live and direct from Meru County at Ubagui. Lazima tupige show. Alafu there's something else that was really burning my head. So unajua leo tuko na msanii kwa stage jo. Lazima ulize zile burning question. Kwanza Kofi, President Uhuru Kenyatta said that kuna do fulani atatoa za wasanii Bridging sijui ka after show unashika mzinga ama izao juu hika kitu imeingia weje si wasanii wa podcast ni kama tutambui lakini tunajua kwa airwaves. Tell us bro. Kusema kweli leo doije ingia man. Lakini alifanya kitu poa ku recognize wasanii juu without music sijui ka life ingego. Alafu I feel kama that you kama wasanii mko na haja kufuatilia hiyo do. I feel like nyinyi kuwa recognized you are so content with that other than kufuatilia hiyo pesa yenu ya wasanii ilienda wapi. Unajua hiyo ilikuwa do ya president kwa wasanii. Kuna pesa you get monthly from MCSK, Prisk and kuna hizo board za kulipa wasanii. So last year ndo tulicomplain hizi do hazifiki. Wakatutumia 2500. So last year and hizi pesa 2500 so unanishow ile 2500 fulani yenye calligraph alitetea juzi. Only get yako. Mimi niliget hiyo 2500. Kama calligraph. Ninaona calligraph amepost alafu calligraph alitoa ngoma after a few minutes nikapata 2500 yangu. So nikashangaa like music mna monetize mnaangalia na play waje alafu unatumia 2500. Unajua it makes sense. I make sense. Actually hata ile pesa unatumia kwa video unajua kudunga bado msanii lazima ungare. Usanii ni gharama. Tunasonga lines. Cinema rapa tunaongeza more lines. So I think kama itaingia juu nilisikia Uhuru alisign on Tuesday this week. Hopefully next week tutapata hiyo do. Hata kama ni less at least amejua kuna watu fulani wanafaa shughulikiwa. Nice, beautiful. Doreen. Wewe pesa za nio get. Mamba pesa za nio ya uko baba. Mimi naweza klado yao. Lakini naweza klado ya sani. End of the video, do not forget we are going to react to the top 5 trending videos this week. Lazima to get reactions za Kofi Machete, lazima to get reactions za Doreen. Ataka Doreen ongei sana. Sijika kani camera shy. Hadi kuna club COVID atujui labda atakona ka crash na Kofi. Hapo ataongei. Unacheki maneno mimi na ama sijika ni director uko nyuma unajua pia director alikuwa jitetea kwanza. Lakini saa to what she talked about Club COVID. Club COVID has been trending really much on the after dark moments on the platforms. Instagram, Xtiandela, if you didn't know, Xtiandela is doing live twerking beautiful videos and ni beautiful bro. Kuna zenye si beautiful. Beautiful zingine jo. Unasikia kuangia oily zingine wanakia sijui wanamwaga unga unga. Mwingine juzi amepiga haga dumba. What? Kwanza leo ni sato. Lakini lazima ni shout out my boy. Leo ako live DJ Joe Mfalme live pale at 11 PM to 1. Ako live pale akona DJ JR. The MC, my good friend Wainano kabisa. Bana
Noma sana. Alafu kwanza umetaja let's talk first about ngoma ulitoa jana. Jana ulitoa ni Gengeton. Inaitwa ni Gengeton, ngoma inaitwa Genge. Si wache tu review tu. Sio wale kiasi. Tuangalie hapa juu. Kabisa. So ama boys ni kina nani? By the way tujai wasikia. I think wendo msanii pekee mwenye tunajua kwa hii ngoma. Lakini the jam is good. What do you think? Doreen, tell us. What do you think about that? Weza. Sasa kuhusu ngoma. Umesema no. Kuna kitu kingine. Usiku itabidi mimi na Made tupige. Mpige sherehe. Kwanza leo tu request hiyo ngoma pale. Ndio. Hiyo ngoma unaweza tuambia nini kuhusu hiyo ngoma? Hiyo ngoma ni wasanii fulani wanaitwa High Grade. Manager wao ni Mr. yetu kama wanaitwa High Grade. Manze High Grade. Actually High Grade kabisa. Actually, I say kuna song before hii tumetoa jana, kuna song tulifanya nitoa Fuliza remix. Time ya Gengeton Fuliza ilikuwa imetrend, iko na almost 100,000 views. So kwa hiyo basi unajua mimi ni rapper. Lazima kwanza hata ujawa koroga hapana hapa saa hii. Kwa hiyo song nilisema hiyo jina yao ilikuwa featuring me na Brida, Bazenga Daddy and some stuff. So nilisema High Grade na Fuliza tu mabichwa. So unaweza get the High Grade. So actually ni maboys wapoa. Kuna dem pale anaitwa Val. Ni wasona do Gengeton poa, wametoka mtaa different. Kuna Mo, kuna msanishi Matare wapi. So mimi na appreciate vibe. Vibe tu. Kama ni vibe iko. Kwanza hiyo ngoma ni kali, kwanza vile inaanza ngoma ni noma. Tuna appreciate our boys. Alafu pia ujongelea Moreo kwanza Moreo kwanza pale na Vivian. Moreo ni Moreo tu vile. Moreo ilikuwa na utaamka. Beleko Moreo is sweetness in Kimeru. So Moreo, he has a jam with Vivian. I think the link will be down below on my bio. Kwa hii video mtacheki Moreo hapo, tutaweka muangalie, mnaweza sample. Lakini Coffee Machete, what was with Moreo? Moreo was just a good vibe. Actually Moreo kwa the chorus. We had a show, me, J Soul, Vivian, Tanashati in Isiolo. So we decided like after this show, to shoot ile video. But tukaamua lakini ile chorus tunaweza change vibe kwa something different. So tukaingia studio place Isiolo nini tukachange ikakuwa Moreo. Hiyo utama, and then Vivian alikuwa na like hiyo vibe ya Kimeru. Kimeru is sweet. Kimeru is sweet. Vile sengine si sweet kama ukiongea si sweet but ukiimba ukirap nini inakuwa poa. So Vivian was like, so we do a jam mweke Kimeru. We do a song. Na unacheki Moreo sasa ni trendy. In a trend, iko views mazima do fiti. So since you have talked about J Soul, and luckily enough we do have him on the studio today. Before we invite J Soul here to come and talk a little bit about Moreo, and definitely J Soul is one of the person who produced the most hit views in Meru County. A million views, bro. Ile ngoma ya Despacito. This is the guy mwenye alitoa the Kimeru version. So before we invite him right here on this bench, let's hear some. Tusikie Coffee Machete yake speed jo. Si lazima Doreen kakara bana. Lakini wewe vile unaona unafanya coffee hata uongee. Sawa, acha nisikie. Mocha kwanza ni clear call na washo nimekuja ku take over. Ma punchline ni kibao, lakini kwanza tunakaa soba. Leo mimi na change mara kasaba, marang ziko high kashaba. I always talk about money, kashaba. Fresh cuts kwa kinyozi mimi ni kababa.
na msupa anakana uwezi get a picture mama kama kana the OG na panda hizi magraph wana flip na flow na this na cast na pass lakini siku puff and pass. You already know sindio. Safi sana. Tuko na Mark Bull na Dorin. Upige subscribe pale YouTube. Safi sana. So Live Direct, let us invite the one and only J Soul. Karibu sana bro. Ingia. Wacha kucheki. Hata tupendane. Wacha ikae kama mat bana. I hope Yo. Mimi nataka kuapa mmoja. Hey, Live and Direct, Dorin, J Soul, Coffee Machete, Makbul Vlogs hapa hivi. This is the guy. He made the video. He made the Despacito video ile ya Kimeru. Sijui kwanza ajiintroduce ama anza na kuimba. Mnadai aje? acha apige freestyle. Apige freestyle. Ama unasemaje? Apige freestyle. Ngoja kwanza ni sanitize. Wacha sanitize. This is my microphone. This is your microphone. Sasa kwa majina naitwa Jane Geshere Dekere. Na as normal. That is as normal. As normal. Yes. Na furthermore, before Jesus was born, padai niko na special branch, niko na prosecutor. Yo, they call me J Soul High Pitch Band. Ndani ya muziki, mimi napenda muziki, R&B, mambo smooth to ma vocals nini pole. Hakuna mbio. Jo. Pole. Vitu smooth. Hapendi vitu rough. Smooth. Vitu smooth. Ati sauti Soul. DJ Soul. Na kuna J Soul. DJ Soul. Yeah. So Live and Direct, link yake pia itakuwa pale chini ya YouTube, ya Instagram. Cheki mangoma zake, cheki channel yake. Let's support Meru talent. J Soul bana wapike freestyle. Unajua mbogi kenje bana ina chill. Wanataka kusikia freestyle? Freestyle. Sasa si hivyo ndio unaitagwa. Ah. Usiniite. J Soul, let's go. Niite vizuri. J Soul. Bado ni vizuri. We have the one and only J Soul High Pitch Band. Ama Lavender. tumpige intro sasa. Tumpige intro kabisa. Ladies and gentlemen, introducing to you the one and only from Meru County, J Soul High Pitch Band. Yeah, they call me J Soul High Pitch Band. This is the evening drive with Mark Bull, Coffee Machete, and my lady right here. Dorin. Check this out. Smooth vibes. Let's go. DJ Machete. Give me the beat. This guy is a comedian. No. Yeah. That's just something. That's just Cannot kamoja. Ama tupige lines za Moreo. Nitaifanyaje? Lines za Moreo. Inashika iko Jason inamkata kabisa. Inamkata rudi nyuma. Yaani ama rudisha nyuma. Nirudishe nyuma hivi. Kitu mpaka. Anaweza tupiga lines za Moreo. Alafu sasa nionyeshe hizo video tano za inataka tu review, no? Boys and girls, before we go on with this video, we said we will have the top 5 trending videos of this week, which is an episode or a section that we are going to put in each and every episode of the Profound Podcast. And yes, Profound Podcast episode 2, top 5 trending videos. Here we go. Wacha niwafungulie video ya kwanza, and let's see the reaction of Coffee Machete, J Soul, Dorin, and one and only host Mark Bull Vlog. Before we go on with this video, we said we will have the top 5 trending videos of this week, which is an episode or a section that we are going to put in each and every episode of the Profound Podcast. And yes, Profound Podcast episode 2, top 5 trending videos. Here we go. Wacha niwafungulie video ya kwanza, and let's see the reaction of Coffee Machete, J Soul, Dorin, and one and only host Mark Bull Vlogs. What's up, man? Safi, so ndio video ya kwanza.
Usikia mtaro. So hii nilisikia ni Bomet. Maji ndio chini na meza nyasi na meza. Kuna kitu kwa Oceanic Plateau. Huku chini ni mambo ya geography. Unajua mimi nafanya geography. Oceanic Plateau. Kuna some seismic waves. Hizi ni geography. Lakini wewe ni shule kitu ni kwa pekee. Lakini ina meza kumeza. Hebu check hizo nyasi vile. Hapo ni wapi? It's Bomet. Mtaro bana. Check hizo bauza zako. Hapa ni kuzama ni skara. Ni karo. Anaweza sasa Karo bana. So that was the first video. I think tumemwona Karo. Ni shiro. Tunaona mashino mbili hapa. Ama makevano mabrao. Ama ni Karo jo ningeambia lo kinganyuma. So wacha cheki our second video of the day. Extra. So huyu jamaa ameshikilia katishu. Wacha niulize. Unanyonganga monkey, si ndio? We have women in our lives. Kadivia, Wananyonga na sanitizer. bana pia mimi nataka sanitizer. Ameni hii ni endo wash. Sio? Ukinyonga sanitizer kanaweza isha. Coronavirus. Safi. So hii video ya tatu hii ni gari ya miraa. Gari ya miraa inapitia kwa maji kai. Hii ndio miraa inaenda ICU. Miraa kai lazima ifike. Mche hivi. Sisi ni Wameru bana. Tukisema miraa itafika. Cheki bana. Mashete. Sisi baadaye. So video ya ina ni kaboys fulani kanarukaruka kwa kamba. Wacha cheki. Si kamba kamekalia. Augopi hapo kidogo. This is the balance in my life. Imagine akalie katikati na lala. Mwanzejo. So that is it. Video ya tano alafu tumalize Profound Podcast. I think basa zimeenda sana, si ndio? Kajama kalikuwa kana swim kwa kadamu. Alafu hizi magusi zikamkujia. Inapasua. Bana cheki. Zikaanza kukula. Akajaribu kucheza chini ya maji. Safi sana. So ladies and gentlemen, that is it. That is the show of today, episode 2. It is said that most podcasts fail up after episode 2. So wase wengi hufanya podcast ikishafika episode 2 hapo ndo podcast zile mingi zina fail. So hata ni bahati yangu tumefanya episode 2. So ni sa God. So let's hope haita fail kutoka episode 2. So thank you so much people for gracing my podcast. It has been such an honor. Coffee Machete, Jason, Doreen, ataka kuna wenye ongea sana, we have learned some things. That is it, Profound Podcast. We want to have as diverse thoughts as possible. We want to invite anybody in this podcast. We want to have as many people as possible. Ukikuja hapa unatuchapia chenye unafikiria, chenye unafanyaga, and let us try and enlighten each and everybody kupitia hii podcast. So nitapea kila mtu I think 30 seconds atupige parting shot
alafu we'll be done with the second episode of Profound Podcast. So do we still start with the ladies side or with the wasanii side? Ladies Ladies first. first. Ladies first. Somebody say ladies first. Men before. Men before. Coffee Machete answer hapo. Yo, Manze, thank you so much. This is Makbul Vlogs, and this is the one and only Coffee Machete Karani Machete. Yeah. Yeah, J Soul, J to the soul. This is a podcast Makbul episode 2. Ngoja 3, 4, 5, 6, 7, 8 utangoja sana. Kabisa hatuchoki. Ukitaka 9 man. Hatuchoki. Kwanza Coffee Machete, you didn't tell him that we have come from way back since umse kabla hata kwa msanii manze tulikuwa tunaenda na yeye zile forms ati tunashika kamzinga tunaenda na magaldem kwa kamsitu sasa high school this guy was like my bro niko na Catalanta naweza kumshia mistari. Kuna wale maboys walikuwa wamemshow Coffee acha lakini Coffee naye ana speed manze so big up bro manze mimi nafurahia sana kicheki yani maboys wanaendelea unacheki usichoke ndugu yangu kabisa usichoke na mimi pia sitachoka ndio maana nawaambia mnaweza fikiria episode 2 inaishia hapo Bado. parting shot Usichoke. the parting shot parting shot at the ring is choke. So thank you so much. Thank you for checking out this video. Thank you for clicking into this video. Makbul Vlog, it has been such an honor. I hope I'll see you in the next podcast. Profound. Peace. 100. Yeah. 100. Safi sana. Mgenzi.